anajua Mungu na mitume yake, lakini nitakupeni hadithi nzima nilitokaje. Kuna vingine nitaviweka katika mabano kwa sababu vitakuwa ni private yangu, vingine nitavisimulia. Watanzania, baada ya kurudi kwangu pale, nikaanza kujinafasi na shoga yangu, tukaanza kupanga mikakati jinsi gani ya kutoka katika lile penzi kwa usalama. Manake nimemwambia pale tusipotumia tekniki anaweza akanifanya chochote yule, kwa sababu tayari nimeona mambo mengi mle ndani. Kumbukeni nilifungua lile draw wakati tumezima kamera, kuna macheni yale, kuna kila kitu. Nikamwambia shoga yangu, yule anaonekana ni Illuminati, yani ni Freemason. Kwa hiyo tujue tunafanya kitu gani pale, sije tukatoka tu kukurupuka, yule itakuwa mtihani. Tunapanga mimi na rafiki yangu. Sasa mbaya zaidi, mimi nimekolea penzi kwa ule jamaa, halafu ninashtuka, yani kama kichwa changu kiko nataka sitaki, kiko middle, nataka sitaki. Yani yule bwana akipiga simu lazima moyo unaniripuka. Na ikipita dakika 30 hajapiga simu, ninaanza kuwa na wasiwasi. Mbona hajanipigia? Mbona? Umeona? Lakini nikikaa na shoga yangu akili zinarudi. Naongea naye kijitu kizima, tunaongea, tunapanga mikakati yetu, tunapanga mbinu zote. Lakini ajabu, ikifika masaa 3 sijaona hata simu yangu ikiita, tayari naanza pressure. Penzi jingine limilikuwa liko hapo. Kuna muda shoga yangu namsaliti, namsemea hapo. Wanakufunga notification wale. Zile notification unaropokwa, hufichi, unasema mambo yote. Hata ukenda mtu akikutongoza unakwenda na report. Baby nini fulani kanitongoza. Yani wanakuwa kama reporter headquarter. Ndugu yangu, tushamalize ile mbinu zetu pale, tushapanga mikakati. Nikasema sasa ngoja nikajitie maji, nije nikae kitako hapa sasa, nisali, nilale. Niko pale nimemaliza kusali, niko juu ya msala. Anapiga zangu tasbihi zangu, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Niko na tasbihi yangu shua, simu ikaanza kuita. Nani huyo? Wifi. Sasa wifi ni ndugu wa yule baba, yule mubaba, maneno ya watoto wa mjini, mubaba yenye mahela mapedejien. Dada mtu akapiga simu, nikapokea. Kumbe yule bwana kasha kwenda kunishtaki yale niloyaona, akawahadisia wale mahomeless wake, wale misukule yake. Onekana dada zake kawatoa, wako chama kimoja, anyway wako lao moja, kwa sababu wana kanisa lao liko Connecticut. Wana pasta wao ndo huwapa hayo maji na vile vichupa huvitu wa Connecticut. Hayo mambo niliyakuja nikayajua baadaye. Na kanisa la Connecticut ambalo wanakwenda nalo picha yake. Nitaangalia katika picha zangu, naweza nikafanya ujanja kuutuma Insta, kuandika kwamba mawifi nimewamisi, kwa sababu watoto wa mawifi zangu wamo kwenye Insta. Walokuwa wamo kwenye Insta yangu, kwa hiyo wasije wakaona mtihani. Kwa hiyo picha za hilo kanisa nazo ambazo wanakwenda, maana nilikuja nikapata mambo mengi tena baadaye. Ndugu zangu ni wa Tanzania. Wifi akanambia kesho tunataka uje kwetu, yani niende hapo Long Island, kutakuwa kuna dinner ya family. Na mimi niwepo pale. Na natakiwa nivae nguo nyeupe. Wifi yangu huyo. Dress code white. Nikamwambia sawa. Sio ile party niloenda, achana na ile. Mkasema ile party nini? Hiyo ilikuwa ni yake family, siruhusiwi simu pale. Ile party niliruhusiwa, sema tu watu walikuwa wabaya. Ile hapa Long Island nikenda kwenye ile nyumba, marufuku simu, marufuku kushika simu, marufuku. Nakohoa kwanza. Wa Tanzania. Ukatafute nguo nyeupe, wapi nitaipata mie? Kwa sababu sasa hivi huku kwetu ni usiku. Kesho natoka kazini saa 1. Basi tutamtuma dereva, atakuja kukuchukua, utakwenda kutafuta nguo nyeupe Macy's, halafu utakuja nayo. Haya, halafu ukifika Macy's unipigie simu. Nataka umnunulie na mama, kwa sababu na mama atakuweko kwenye shughuli. Sawa. Wifi kukata simu, kapiga brother. Brother yani ndo mume, yani ndo mume yeye kwa kintamke wangu. Shwa, salamu alaykum, yani how are you? Tena ndo napo tunaongea Kiswahili tena. Yani ndo mimi naongea kwa Kiswahili tena. Sasa kuleta hicho kizungu, mnasema kasi juu kizungu, kwa hiyo kizungumza. Haya vipi, uko wapi? Nasali. Unasali? Unasali kitu gani sasa? Silikwambia mimi Muislamu. Sasa unaniuliza je maswali. Nitaka nikupigie video call nikuone unavyosali.
Nikampigia video call, nikamwambia umeniona? Okay. Kwa hiyo hapo kisali nakuaje? Nikamwambia hapa tena nikisali ni mbingu na ardhi na ndo zitakazo kuja kukumaliza. Akae, nikampiga dongo pale. Bwana nilivompiga dongo akapiga akae, babangu ndo tutaendelea kukaa mpaka tutakumutana. Umepata maagizo kutoka kwa sister? Tayari kaniambia kwamba nijiandae kesho kuna party, kuna sio party. Mtakuwa family wanakwenda pale tunakutana, tutakula kitu vya nguo nyeupe. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo uko vizuri, nikutumie pesa nikuzele sasa kanunue nguo. Nikamwambia mimi sitaki hela, sitaki chochote. Yaani mimi wa Tanzania kilichomnusuru nadhani na ile hela ilichangia kukataa. Nilikataa bata. Aliniambia twende Punta Cana. Aliniambia twende Paris, nikakataa. Aliniambia si kama sina sheria kufuatana naye, hapana. Baba ni mzito huyu. Ana mpaka serikali pia yupo kwenye serikali pia. Yaani kila kitu, alafu vitu vyangu vyote alikuwa navyo yeye. Alivichukua, alichukua ID yangu, alichukua kila kitu, social yangu, kila kitu. Alivichukua vitu vyangu vyote mimi kwa sababu alifaili tax akaika jina langu. Ili apate mapesa mengi. Bwana hatosheki na pesa vile vile. Kutosheka kwa pesa sijawahi kumuona akitosheka. Yeye kila siku pesa na ukiangalia mle ndani mna mabegi kama drugs dealer. Ndugu yangu kila ofa alikuwa akinipa mimi nilikuwa nikikataa. Sitaki chochote nilikuwa. Akanambia twende nchi gani sijui tukale bata. Sijui twende basi twende Vegas kama utaki usitaki. Basi twende sijui Colorado. Maana mimi niliwahi kuishi Colorado kule. Kuna mambo mazuri nikamwambia sitaki. Yaani mimi kila bata sitaki no fewa. Mimi sijui hata sijui ni kitu gani kilinipitia nikasitaki zile bata. Sizitaki hata sijui kwa nini, yani sijui ndo Mungu tu. Haya, una kichochote hapo, una pesa, una nini nikuzele uende kanunue hivyo vitu na nini nataka upendeze. Nikamwambia kusikupendeza hiyo shida zako, shida zangu mie. Kwa hiyo usijali, pesa ninayo. Haya, nikamkatia simu nikaendelea na swala yangu pale. Nikamaliza pale, kumaliza kwetu huaga baby I love you too, ndo kama hivyo ndo tunavumalizia mwisho wake. Nikapanda kitanda, nikampigia shoga yangu, nikampole mkasa, bibi wewe kesho umeambiwa kuna meeting huko, meeting ya familia kutoka kuna msosi, niende pale nivae nguo nyeupe. Akanambia inna lillahi, shoga yangu hiyo sasa bibi wewe ujikoki. Sasa nijikoki vipi shoga yangu? Sasa na wewe usinitupe. Kwa hiyo sasa hivi shoga yangu tondo tu ushoga sasa ndo uwe hapa sasa ukole nazi. Shoga yangu sasa mimi nikikupigia simu moja tupokea, kuna mawili nakata roho ama ndo nini hii. Kwa hiyo tena sasa hivi ndo usinitupe wewe, sasa ndo shoga sasa ninakuomba unisimamie usije ukanitenga dakika za majeruhi. Mimi sikutengi shoga yangu, nakuomba shoga yangu, simama na mie wakati wangu huu sasa ndo mgumu mzito, nishaingia cha kijeshi. Shoga yangu akanichokoza akanambia nono umeingia kwa mwanga mtamu. Tukaa tunamuita mwanga mtamu sasa, hamuiti shemegi. Vipi mwanga mtamu hajambo? Nikamwambia mwanga mtamu na mwanga mwenye mapesa yake. Ndugu zangu ni waist. Nikakamaliza kupiga mastori na shoga yangu nkalala. Uzuri shoga yangu alikuwa 24 hours, nikimpigia simu moja tu nadhani alika notification, maana nilimwambia huu sasa ndo msaada wangu unipe. Ndugu yangu karudi kitandani sasa nkalala, nishamaliza sala, nishamaliza zile simu, nishamaliza kila kitu, najipanga sasa kwenda Tanzania pale. Nishamaliza nikapanda kitanda changu mwenyewe pale, ndio nishamaliza kuongea na shoga yangu, nikaanza kupitwa na usingizi ikaanza kuja harufu kwenye pua yangu, harufu ya perfume ya yule bwana. Chumba kizima kikaa kinanukia perfume ya yule bwana kama yupo pale. Hapalaliki sasa, perfume. Perfume usingizi ukawa sasa hauji vizuri. Nikachukua msahafu sasa ule. Nikasema mtume sijekaa jini, nasema peke yangu. Nikachukua msahafu, nikausoma pale sura ninazozitaka mwenyewe, alafu nikajiweka tena kifuani kama kawaida yangu. Nikaanza kubilivu nikijiweka ule msahafu kifuani hanishiki. Na ndo niko peke yangu chumbani wa Tanzania. Mara nikiwa nimeupakata ule msahafu nimeweka kwenye kifua hivi, usingizi nganja ukaja. Nikaanza kusikia ile harufu inabadilika, ikaanza kuja harufu kama ya maiti. Harufu ya vundo jamani, kama la mtu aliyefariki. Maiti iliyooza. Nikaanza kupiga doria huku na huku hakuna kitu. Nikasema maiti hii vipi jamani, mbona mtihani? Sio maiti, nimepanya sana vundo hili latoka wapi? Ngoja niamke niangalie harufu inatoka wapi sasa.
Naamka pale kitandani nalitafuta lile vundo. Saa 8 usiku huo sasa. Nafungua kwenye kabati langu na napeleka pua hivi. Hakuna kitu, nikatoka. Akasema ngoja nende huko jikoni, nikaingia zangu. Ile nafungua mlango nende huko jikoni, namkuta mtu anapita anaingia sebuleni. Lakini yule mtu si kivuli. Mtu baba. Nikana muangalia naambia, oha, namwambia kama hivyo. Oha. Unaendea wapi huko? Sijajibiwa, mtu kadisapia. Nikaingia zangu chooni, nikakimbia kule alikokwenda, sikuona mtu. Sasa kama wogo linitoka sasa. Kwa sababu najua kama niko vitani. Sasa nikasini mwenye sinishaelewa kama na nini hapa nishachokoza mambo. Sijamuona ule mtu, nikarudi sasa pale kwenye kitanda, kijasho kikaanza kunitoka. Jamani, jasho natetemeka sasa. Toto huko jasho linatoka afu kunatetemeka. Nasema sasa nitafanyaje? Sasa hapa nifanyaje? Mtume we, sasa kuna kitu hapo mwenyewe nikaenda nikafanya. Hapo itabaki kwa siri yangu. Nikatoka nikakimbilia jikoni, nikatizama baadhi ya spice yangu, nikatizama hapa mkaa upo na nini, nikafanya mambo yangu pale, nikachoma na nini, nikakaa kitako nikaanza kusoma. Nikasoma. Kufika kama ile katika kusoma saa 9 na hivi. Ukijiusingizi kanipita pale kwenye msala. Pale kwenye msala nikajinyoosha hivi nikalala. Kaanza kusikia mtu ananichezea nyayo. Nyayo zinaguswa. Nafumbua jicho hivi bibi yangu, namkuta wifi yangu lalopiga simu kwamba kesho niitwe kule. Namtizama hivi wifi yangu ananichezea nyayo zile, nikamuita, "Aya Cynthia." Katoweka. Nikasema sasa hili movie sasa la kutisha. Si Aya Cynthia huyu bibi, na mimi nikatoka nikanyanyuka na msala wangu pale na mjema kule alikotowekea, alipita kwenye mlango. Nikatoka nikaenda mpachoni. Nafungua mlango nasikia kitu kimeanguka huko maeneo ya jikoni huko. Nikaenda sijui ndio katika heka za kukimbia nyumba ndugu yangu. Paka tulia paka wakimya. Nikasema leo ndo sijalala leo. Haya. Nikakaa kitako, nikasema kwa sasa hivi Afrika saa ngapi? Sasa hivi itakuwa Afrika kumekucha. Nikasema ngoja nimpige shoga yangu. Kampiga shoga yangu, nikampa mkasa sasa. Bwana we, dede kama ulivyo. Shoga yangu akaniambia, ndugu tuko vitani. Sasa hapo ndugu yangu, hapo ni kupambana tu, asije kutoa kafara au maana ukisikia umeingia hapo, Sharifa sasa hivi umeingia penzi la ujinini, namwambia wewe acha tu. Si majini lakini wale, namwambia mwenzangu sifahamu, mimi usianze kumtisha sasa hivi. Maana naambia yule mtu wa ngozi, na maana majini wana ngozi, na tunaanza kubishana, mimi tunaanza kuhadisiana mimi shoga yangu. Hapo ni kupambana tu, asije kutoa kafara au maana ukisikia umeingia hapo, Sharifa sasa hivi umeingia penzi la ujinini, namwambia wewe acha tu. Si majini lakini wale, namwambia mwenzangu sifahamu, mimi usianze kumtisha sasa hivi. Maana naambia yule mtu wa ngozi, na maana majini wana ngozi, na tunaanza kubishana, mimi tunaanza kuhadisiana mimi shoga yangu. Naambia sasa sijapata usingizi usiku wa kucha na visa humu ndani. Naambia sasa utasinzia kazini, naambia wewe acha tu. Basi niache nilale angalau 1 hour, maana kinatetemeka kwa usingizi. Akanambia haya. Nikakata simu nikalala, sikutishwa pale. Kalala mpaka saa 12:30. Nikashtuka ili nipate kusali, nikashtuka hivi. Bwana anapiga simu. Nikisha kamata kitu lazima nitapigiwa simu na mmoja kati yao. Kapigiwa simu. Wakati huo wifi yangu mmoja tu ndo alikuwa ana heka na mimi, ambaye huyu nosikia ananipenda sana, ya Cynthia. Yule mwingine alikuwa si sana, mpaka tukutane ndo tunapiga stories. Yule mwingine ndo mbaya kuliko hata huyu, ananipigia sana simu. Kwa sababu ananipigia sana simu anataka kujua information zinazoenda. Yule mwingine kimya, yule action, yule mwingine yule. Basi. Alafu ajabu, hawana maisha wote. Basi hao ndugu zake wawili hao madada wawili hao wana maisha mabaya vo, homeless. Yani hata sijui zile pesa huyu kaka yao anazifanyia nini, ya ilahi, hata sifahamu. Maana mtu tu familia inaonekana ziko familia ambazo mmoja tajiri wengine wote mafukara. Nadhani zipo familia za hivyo. Maana mimi kuja kuona maajabu, watatu
tu familia inaonekana ziko familia ambazo mmoja tajiri wengine wote mafukara. Nadhani zipo familia za hivyo. Maana mimi kuja kuona maajabu. Watatu wana mahela gede gede. Waliobakia tena ndo au wawili wa kike. Hawana maisha, wana. Sasa sijui hata wanaishi vipi. Yaani wewe msee kujua nina habari zao. Ndugu zangu. Asubuhi ile saa 12 bwana anapiga simu ananiambia haya. Leo unakwenda kazini? Yes. Okay. Nitamtuma dereva atakuja kukuchukua, atakupeleka kazini.